Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo nimeamua kukuletea njia nzuri na rahisi pia nyepesi ambao unaweza ukaitumia kwa ajili ya kuweza kuondosha maradhi ya namna yoyote yale yaliyopo katika mwili wako, hususan maradhi ya kijini au unasumbuliwa na matatizo yanayotokana na uchawi. Njia hii ni nzuri sana kwa ajili ya kutibia maradhi ya majini na maradhi ya kichawi katika mwili. Hii njia itakuwa ina mifumo mikuu mitatu. Na mifumo hii mikuu mitatu itakupaswa au itakulazimu mifumo yote hii uweze kuitumia katika wakati mmoja. Mfumo wa kwanza utakokuwa ukiutumia kutokana na dawa yetu, basi utatumia mfumo wa kuoga. Na mfumo wa pili utatumia kujifusha. Pamoja na mfumo wa tatu ambao nao utakuwa ni wa mwisho, utatumia mfumo wa kupaka. Sasa je, ni dawa gani itakupaswa wewe uoge, na ni dawa gani itakulazimu wewe ujifushe, na pia ni dawa gani ambayo utakayotumia katika njia ya kupaka? Nisikilize kwa makini. Njia ya kwanza tutaanza na kufunza namna ya kuweza kutengeneza dawa kwa ajili ya kuoga. Njia ya kwanza nitakayoanza kukuelekeza ni namna ya kuweza kutengeneza dawa kwa ajili ya kuoga. Utakachokifanya, utatafuta chumvi ya mawe. Bimaana utachukua chumvi ya mawe, utachanganya na kivumbasi pamoja na dawa moja ambayo inaitwa mfunguo. Dawa moja ambayo inaitwa mfunguo. Chumvi ya mawe, kivumbasi pamoja na mfunguo. Hivi vitu vitatu au hizi dawa tatu itakulazimu uzichanganye zote kwa wakati mmoja, alafu uwe unatumia kuoga. Na wakati huo huo utakuwa unatumia na mfumo huu wa pili ambao ni wa kujifusha. Dawa za kujifusha ni hizi hapa. Utachukua halititi, mwinula, kisaka uchawi, kitunguu thwaumu pamoja na udi wa saiflola. Sawa? Narudia, halititi, mwinula, kisaka uchawi, kitunguu thwaumu na udi wa saiflola. Hii ndiyo dawa utakayokuwa ukitumia wewe kujifusha. Bimaana hivi vitu vyote utavichanganya kwa pamoja, alafu utakuwa unatumia kujifusha nyungu. Bimaana kujifusha sio kutafuta ule moshi unaotoka katika makaa ya moto. Tunachomaanisha hapa ni kujifusha kwa njia ya nyungu, bimaana kupata ule mfuke wa dawa iliyochemshwa katika sufuria au aidha katika chungu. Huu ni mfumo wa pili. Tutazamie nao mfumo wa tatu. Mfumo wa tatu nao utakuwa ndio wa mwisho, ni mfumo wa kupaka. Kama nilivyotanguliza katika utangulizi wa hapo awali, utahakikisha unapata mafuta yako ya zaituni, alafu ndani ya hayo mafuta ya zaituni uweke dawa ambayo inaitwa halititi. Ndani ya mafuta ya zaituni uhakikishe unaweka dawa ambayo inaitwa halititi. Na baada ya mafuta haya kuyachanganya dawa hii ambayo inaitwa halititi, uhakikishe sasa hayo mafuta yawe yamesomewa Suratul Falaqi 7, Suratul Nasi 7 na Suratul Ikhlasi 7 na pamoja na Ayatul Kursi 7. Sawa? Hayo mafuta ambayo utakokuwa umeyachukua ya zaituni, umeweka tayari ndani yake halititi, basi isomea. Kama huwezi, mtafute mtu akusomee. Suratul Falaqi 7, Suratul Nasi 7, Suratul Ikhlas 7 na Ayatul Kursi 7. Hayo mafuta ndiyo yatakayokuwa yakisomewa kisomo hichi. Sawa? Kwa hiyo huu mfumo na huu mpangilio utautumia kwa wakati mmoja. Utakuwa ukioga, ukimaliza unajifusha, ukimaliza unapaka mafuta. Hizi ni njia tatu ambazo ukizizingatia ndani ya wiki nzima, ukitumia huu mfululizo wa hii dawa au mpangilio wa hii dawa niliyokuelekeza, itakupa matokeo na majibu yaliyokuwa mazuri sana kwa ajili ya kutibia au kuondosha maradhi sugu katika mwili, ambayo maradhi hayo yanatokana na matatizo ya uchawi majini. Tumia dawa hii ili uweze kupata kunusurika na maradhi uliyokuwa nayo yanayokusumbua katika mwili. Kama utakuwa una shida na visomo vya dua, una matatizo ya namna mbalimbali, basi mawasiliano yangu yapo katika sehemu ya screen hapo. Vile vile usisahau kulike, kucomment, kushare video yetu. Pia usisahau kusubscribe channel yetu. Aliye kuletea darasa hili si mwingine, ni mie wako Maalim Kombo. Wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.